Karibu sana mpendwa na mtumishi wa Mungu katika darasa letu la uinjilisti na utumishi. Tunaanza sasa kujifunza kwa habari ya uinjilisti, na kabla hatujaenda, kuna mambo msingi ya kuangalia. Hebu tusome kitabu cha Marko sura ya 16 na ule mstari wa 15. Marko sura ya 16, Marko 16 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Katika uinjilisti tunagawa maisha ya mwanadamu katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni maisha ya ulimwengu wa mwili. Sehemu ya pili, maisha ya ulimwengu wa roho. Kwa mwanadamu yoyote, maisha yake yako linked katika hizi sehemu kuu mbili. Mwanadamu yuko ulimwengu wa mwili yenye umbile la kushikika, na yuko ulimwengu wa roho. Na maisha ya ulimwengu wa roho nayo yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna ulimwengu wa roho wa giza na ulimwengu wa roho wa nuru. Ulimwengu wa roho wa giza unatawaliwa na Shetani. Ulimwengu wa roho wa nuru unatawaliwa na Kristo Yesu, ndiyo mfalme. Na ulimwengu wa roho unafanya kazi chini ya mamlaka ya kifalme. Uwe wa kiroho katika nuru, yani Kristo, ni wa kifalme. Kwenye kitabu cha Efeso ile sura ya 6 mstari wa 18 na kuendelea, inasema vita vyetu sio vya damu na nyama, bali ni katika kuna falme, wenye mamlaka, wakuu wa giza na wenye na pepo wabaya. Kwetu sisi pia Kristo Yesu ni mfalme, na Mungu wetu ni mfalme wa wafalme. Kwa hiyo ulimwengu wa roho wa giza, mamlaka inayotawala ni ya kifalme. Ulimwengu wa roho wa nuru, mamlaka inayotawala ni ya kifalme. Ulimwengu wa roho una pande kama hizo mbili. Ulimwengu wa mwili, mamlaka inayotawala zipo ya kifalme na ya uraisi, na mfumo unaotawala huu ulimwengu wa roho ni demokrasia. Kwa hiyo mwanadamu huyu yuko chini ya miliki hizi tatu. Anamilikwa na tawala hizi za kimwili, na anamilikiwa na tawala hizi mbili, giza rohoni na nuru rohoni. Kwa hiyo mwanadamu ama yuko rohoni gizani, ndio utawala mkuu sana ambao hauna mwanzo na mwisho, na hauna mwisho, ni wa milele, ni wa rohoni. Kwa hiyo tunapofanya uinjilisti
Kazi yetu ni kumtoa mtu chini ya himaya, tawala na miliki katika ulimwengu wa roho wa giza na kumhamisha kupitia katika mwili kwenda katika miliki na tawala, na kumvusha hapa kwenye mwili, lazima avuke, kumhamisha kutoka ulimwengu wa roho wa giza na kumvusha, kumpeleka kwenye ulimwengu wa roho wa nuru, yaani chini ya utawala wa kifalume wa Kristo Yesu, ufalume wa mbinguni. Mbingu ni eneo la kiroho katika nuru. Kuzimu ni eneo la kiroho katika giza. Kwa hiyo basi, kazi ya kanisa ni kuhamisha mtu, kumtoa kupitia mwilini, kwa kuwa mwanadamu anaishi rohoni na mwilini, yaani mamlaka zinazomtawala mwanadamu, anatawaliwa na mamlaka ya kiroho na ya kimwili. Na mwanadamu, kwa nini yuko mwilini hapa? Roho ya mwanadamu ikiacha mwili inakuwa haramu, haina uhalali wa kuishi katika dunia hii. Kuna sheria ya ulimwengu wa roho inayotaka roho zote zinazoishi katika mwili lazima ziwe zimevaa mwili, lakini maisha makubwa kabisa marefu ya umilele hayapo katika mwili. Hapa mwilini ni maisha ya muda. Kwa hiyo basi, tunapofanya uinjilisti lazima tumtoe mtu kwenye ulimwengu wa giza na kumpeleka katika ulimwengu wa nuru wa kiroho, yaani chini ya tawala. Na mwanadamu anapokuwa hapa kwenye mamlaka inayomtawala ya kimwili na kumuongoza na kumsimamia, anakuwa anatawaliwa. Kinachomuongoza hapa ni akili. Kwa hiyo mwili unaongozwa na akili na kusimamiwa na akili na kuwa manageable, kusimamiwa na akili. Sasa unapofanya uinjilisti, kazi inayofanyika, kazi kubwa kabisa na lengo la Kristo Yesu ni kuja kutatua tatizo la huku. Sasa kazi kubwa imefanyika kwa muda mrefu na kanisa, kazi kubwa imefanyika na kanisa kwa karne na karne, toka Kristo Yesu alipokuja katika mwili, akavaa mwili, akafa, akafufuka na akaandaa kanisa lake, yaani wafuasi wake wanaomwamini. Akaliandaa kanisa kwa ajili ya misheni ya kuwatoa watu huku kwenye miliki ya giza katika roho na kuwapitisha na kupita katika mwili, wakiwa katika mwili, na kuhakikisha wanatawaliwa chini ya himaya katika ulimwengu wa roho. Roho zao ziko subjected, ziko chini ya mamlaka ya kiroho. Sasa kwa kuwa kazi kubwa imefanya karne na karne nyingi zimepita, si chini ya 10 na kitu, kanisa limefanya juhudi kubwa kulitoa kanisa huku kwenye ulimwengu wa roho wa giza. Kwa hiyo dunia, sehemu kubwa ya dunia sasa, dunia sasa hivi haiko hapa. Roho za watu wengi haziko hapa katika chini ya miliki ya kiroho. Na tunawashukuru sana wamishonari, tunawashukuru sana watumishi wa Mungu waliofanya kwa michango mikubwa. Wamefanya kulisafirisha dunia, kuihamisha kwenye ulimwengu wa tawala na miliki za kiroho na uongozi wa kiroho, na kulifikisha hapa katika mwili. Leo mambo yote tunayoyaona mengi, maajabu yanatokana, mengi utayaona yanatokana na akili, na uongozi mwingi, utawala mwingi unatokana na akili. Na mwanadamu
yuko hapa katika mwili. Roho nyingi ziko mwilini tu. Leo unaweza ukakutana na mtu hana mzimu, hana jini, lakini yuko hapa anaongozwa na roho na mwili. Mwili ndio umetawala, na mwili unavyotawala, kitabu cha Wagalatia ile sura ya 15, sura ya 5 mstari wa 17 inasema, enendeni kwa roho wala hamtazitimiza tamaa za mwili, kwa maana mwili hutamani kushindana na roho. Resist. Mwili unashindana na roho zote mbili, unashindana na roho wa nuru na roho wa giza. Huku mwili ni kama kwenye matope. Kwa hiyo mwili, akili huwa haiwezi kupokea vitu vya rohoni, na ndio tuko kwenye nyakati ngumu sana. Dunia iko pagumu sana sasa, kwa sababu inaongozwa na akili. Ni ngumu leo kusema vitu vya kiroho, hata ulimwengu wa roho wa giza, hata ulimwengu wa roho wa nuru, kwa kuwa akili ni na uzima fulani wa mafaili yake, ilikuwa ni kompyuta, mafaili yake ya ulimwengu wa roho ni makubwa mno, hayawezi kuweza kufiti kwenye uwezo wa akili kubeba. Kwa hiyo ulimwengu wa roho unapambana iwe si tu wa kwetu katika nuru, bali ulimwengu wa roho hata wa giza nao, mtu aliyeko mwilini ni ngumu kuweza kumshinda. Kwa hiyo vita iliyopo na mwili wa Kristo, lazima tujue kwamba kanisa lina watu wengi wako hapa mwilini, wanaongozwa na akili. Leo kwa mfano, watu wanaweza kwenda mwezini, wanarusha vyombo vya umbali wa kilomita 300,000, wanapeleka umbali mrefu. Huyo wala hatumii jini wala hatumii pepo au mzimu, anatumia akili tu na ufahamu, na anafanya mahesabu ya fizikia, anapiga mahesabu, chombo kinarushwa na kinarudi kwa engo ile ile iliyokusudiwa. Juzi hapa walirusha chombo kimeenda kuzunguka mwezi. Hawakutumia jini, hawakutumia mzimu, lakini chombo kile kimeenda kwa mahesabu ya akili. Sasa mtu huyo kuja kumfikishia vitu vya rohoni, ukaanza kumzungumza Yesu, inabidi uelewe kwamba dunia iko mahali gani. Wenzetu waliofanya kazi ya Injili, watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana, walikuwa watu wengi walikuwa huku rohoni. Watu walikuwa wanaongozwa labda na mzimu, kama ni kilimo walilima kwa mizimu. Leo watu hawahitaji mzimu, hawahitaji kwenda kwa mganga wa kienyeji ili akalime. Anapiga mahesabu ya kilimo, amesomea kilimo vizuri, na mahindi kwa mfano mazao mengi sasa hivi yanawekewa GMO, mbegu imetengenezwa kisayansi, inawekewa namna ya kuzaana vizuri. Zamani ulikuwa huwezi kupata hivyo. Kwa hiyo watu wengi, dunia ilikuwa hapa katika roho gizani, ila Kristo mtawala alikuwa ni adui, shetani, malaika. Leo dunia iko hapa, haiko gizani sehemu kubwa ya dunia, wala haiko nuruni huku kwenye ulimwengu wa roho. Lakini misheni ya Kristo Yesu ametutaka sisi tuwasafirishe watu, si tu tuwatoe katika mwili, tuwasafirishe watoke kumilikiwa na miliki ya akili na utawala utokanao na akili. Si kwamba akili haina uwezo, ina uwezo wa kufanya mengi. Leo tunaona vitu vikubwa. Leo watu wanasafiri kwa kasi kubwa kwenda kuzunguka mwezi, makilomita maelfu ya makilomita. Wametumia siku 10 mzunguko, kwenda siku 6 na siku 4 kushuka, wakaja wakatua angani ardhini, na watu wameenda, chombo kile kimerudi kwa engo wanaoitaka. Akili. Sasa tunapohubiri Injili, ni vizuri mwinjilisti ukajua roho nyingi shetani kazificha wapi. Si swala la miujiza, si swala la uwezo, ni swala la roho unayoitafuta, ambayo Kristo anaitafuta itawaliwe na yeye. Inatawaliwa na nini? Leo watu wanajitawala wenyewe. Kwa mfano, demokrasia ni utawala wa watu kwa ajili ya watu katika watu, ni watu wenyewe. Hakuna Mungu hapo, wala hakuna jini, wala hakuna pepo, wala hakuna mzimu. Kwenye demokrasia hata mzimu hauwezi. Ndiyo maana kanisa lina unique,
lina mission tofauti sana, na hata kanisa limeshaanza kutekewa. Kanisa sasa hivi linataka watu, na unajua utawala huu wa kimwili unataka urutubishe mwili, usawishe mwili. Kanisa la leo limeanza tena kutekewa tena, linaanza kufikiri kama watu wa dunia, linaanza kuwataka watu wawe na maendeleo ya kimwili. Hakuna ubaya kutokuwa na maendeleo ya kimwili, lakini kama kuna maendeleo ya kimwili ni chambo, kama tunaita point of attention, ya kivutio cha kufanya roho ya mtu igeuke, au tunaita kichaka kuwaka moto. Ukisoma kitabu cha Kutoka ile sura ya 3, Musa aliona kichaka kinawaka moto hakiteketei. Kwa hiyo watu wanapofanikiwa kimwili, si sababu, si eneo la salama sana la kuishi milele. Mwili hauna umilele, lakini unadanganya sana. Kwa hiyo kanisa, na unapokuwa mtumishi wa Mungu, mwinjilisti, unapaswa ujue kwamba unachokitafuta kiko wapi na unakitafuta ukipeleke wapi. Kanisa lina wajibu wa kuzihakikisha wamesajili kama iwezekanavyo roho za watu katika kuwa chini ya mamlaka na umiliki katika Kristo Yesu ambaye ni Mungu na mfalme wa wafalme. Kwa lugha nyingine, kanisa linatakiwa liwatoe kwenye mamlaka ya kidemokrasia ya muda inayorutubisha mwili na kuwapeleka watu kuwa chini na usajili wa miliki ya kiroho chini ya Kristo Yesu, na kuhakikisha kwamba wanaishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ndio mission yetu, kwamba tunatoa roho za watu, na hapa dunia sehemu kubwa ya dunia ilishahama rohoni kwenye giza, iko hapa. Anahitajika Roho Mtakatifu kutupa mbinu za kulitoa kanisa hapa, kutoa dunia hapa. Kwa hiyo watu wengi wako hapa, hawana pepo lakini wanafanya maajabu, hawana mzimu wanafanya maajabu. Matibabu leo, kuna matibabu ya kisayansi ya mtu anatibiwa akiwa mbali. Wana teknolojia sasa hivi wamefumbua ya kutibiana kwa mbali. Bwana, kuna magari yanajiendesha menyewe, ni kama vile ni uchawi. Kwa hiyo unaanza kuona self pilot car zipo. Kwa hiyo dunia iko hapa. Unapokuwa mwinjilisti, ni vizuri na ni vyema kujua kwamba roho nyingi zimerundikwa hapa, na ndio kuna kazi ngumu hapa. Na kizazi chetu hiki cha kanisa tunataka tusitumie mbinu walizotumia hawa wenzetu, ama maisha ya nidhamu tulionao tusifananishe na hawa. Tunataka tuende maili zaidi ya wenzetu. Nafikiri sisi tuko kipindi kigumu, kama alivyosema Paulo, anasema siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari. Tuko nyakati za hatari kuliko nyakati za wenzetu, kwa sababu ya hii hali ambayo kwamba dunia iko mwilini, na kanisa limeanza kutekwa na kuvutwa na nguvu ya uvutano ya sumaku ya mwili. Leo tuna watumishi wako wengi wa kimwili, wanatumikia mwili, wanaongelea katika dhambi. Kanisa, ni wakati wa kuamka, tufanye kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana, na wakaribisha watu wote katika mitandao ya kijamii kufuatilia, watu wote kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, YouTube na TikTok. Tutakuwa na mafundisho ya darasa letu la uinjilisti na utumishi. Kwa hiyo karibu tufuatilie na ujifunze, na ukiona una masomo haya yanakubariki, unakaribishwa sana kutuma ujumbe wako, kuweza hata kushiriki, kuchangia kufanya kazi ya Mungu iende mbele. Mungu awabariki sana. Asante.